JKT Tanzania dhidi ya Mbeya City katika mchezo wa kutafuta mshindi wa nafasi ya 3 kwenye ile michuano ya vijana wenye umri chini ya miaka 20. Waamuzi wakiwa hapo kuziongoza timu zote mbili kuingia uwanjani, na hapo salamu kwa timu zote mbili kama ambavyo unaona. JKT Tanzania wao katika kikosi chao mabadiliko ni Ismail Selemani Lukanga, mwamuzi Adija Bakari kutoka mkoani Kigoma. Kwa kubwa kwao kikosi chao Bertrand Paul Mwakingili leo akipata nafasi ya kwanza katika timu la kama msaidizi wake. Tayari kipenga cha mwamuzi Adija Bakari kutoka Kigoma kimesikika kuashiria kuanza kwa dakika za mchezo. Wekwa mali mbele kule, John James alikuwa amemwacha Charles Masaba, akawa amebaki yeye na Salum Kibwana. Mohamed Ali anamimina cross ndani ya boxi, ameshindwa kuunganisha Majid Tate cha JKT Tanzania vijana wenye umri chini ya miaka 17, ambacho pia kimewahi kutoa ubingwa wa vijana wa umri huo. Ndani ya boxi Mbeya City wametuliza, bado wanaandika bao la kuongoza Mbeya City. Shabani Bitebo Mwambimbi ameandika bao la uongozi kwa Mbeya City, na benchi lake licha ya kuwa katika uongozi ulikuwa ni mpira wa juu. Ismaili Lukanga kaenda lakini hakuruka vyema, ukaishia katika umiliki wa Shaban Bitebo ambaye aliituliza vyema akamwacha Salum. Ndiye mfungaji bora wa Mbeya City katika michuano hii. Wanafanya mashambulizi JKT Tanzania kubuka ndani ya box. Mohamed Ali, ilikuwa ni mpira ambao pengine angeweza kuongeza nguvu kidogo tu ndio kusawazisha. Angalia nafasi ilivyokuwa. Kubuka alichukua mali ndani ya box, cutback pass ikamkuta Mohamed Ali. Mpira anafanya shambulizi hivi sasa. Petro kamwacha wa kwanza, pasi kwake Kubuka. Hivi ndivyo ambavyo JKT Tanzania waliipoteza nafasi. Gubuka alimwekea Mohamed Ali, lakini shuti lake la mguu wa kushoto likaishia kutolewa na Petro. Angalia namna ambavyo Gubuka alimwekea Mohamed Ali, nyota ambaye amepata nafasi ya kwanza hii leo. Charles Masaba weka cross ndani, ukuruka kichwa, wanashindwa kuunganisha. Petro tupote, atafanya nini Petro? Mpira umeelekea nje kwa mara nyingine tena. Kibwana tayari kipenga cha mwamuzi Khadija Bakari kutoka Kigoma tayari kimesikika kuashiria kuanza kwa dakika 45 za kipindi cha pili, lakini wamenyang'anya Mbeya City. Bakari Ismail Kanju, pasi kwake John James Mbugi ndani ya box, weka cross kula. Kuni ya ziada ndiyo huivisha mboga, kuni ya ziada ndiyo huivisha chakula. Wako wapi hao? Wako wapi hao? Ndicho wanachokifanya Mbeya City. Tafakuri kubwa katika bench kutoka katika mbao ndefu, akaingia kuchukua nafasi Emmanuel Venance. Angalia namna ambavyo alisetiwa lile bao, akitazamana na Salum Kibwana ambaye pasi na mafanikio ameshindwa kucheza ule mpira. Hao hapo wakiwa wanashangilia, wanawatafuta wale waliosema hawatafika mbali. Kwenda kuwekwa faulo kule ndani, bado katika hatari. Majid amecheza Bertrand. Uokozi, angalia cross iliwekwa ndani, akatuliza Majid Tate, akapiga shuti lakini Bertrand akamkatalia. Mwanga wa jua hauwezi kushindana na mwanga wa tochi. Kile unacho ndani ya box atafanya nini? Anaangalia sehemu ya kuweka cross kule, lakini mpira umekula nguzo. Angalia shambulizi, Said Hassan Kondo ndani ya box, alijaribu kufinya mpira akiangalia nani anataka kucheza, lakini mpira wakaishia kula nguzo na kwenda nje. Anaondosha mpira, anapenyeza pasi kumtafuta Daudi.
Shuti la Daudi Saidi limeelekea nje. Aliupokea vyema mpira, lakini shuti lake likaelekea nje. Bado anajaribu kuangalia atacheza na nani. Anageuka Pasco. Pasco tena ndani ya box, anafinya katika eneo la hatari. Daud Majid Mtate Amri anafunga bao la kufufua matumaini kwa JKT Tanzania, unaweza ukasema hivyo. Angalia namna ambavyo mpira ule ulimkuta akiwa katika eneo sahihi. Majid Mtate akiwa anamwangalia Bertrand amekaa wapi, akaandika bao la kwanza katika mchezo kwa upande wa JKT Tanzania, likiwa ni bao lao. Daudi weka mpira ndani, tena ndani ya boksi. Majid Mtate anapokea. Pasco atafanya nini? Anafinya bado. Pasco anapiga shuti katika eneo la hatari. Daudi Bertrand amecheza. Saidi anachukulia mpira, mwamuzi anasema nini? Hakuna goli la pili kwa upande wa JKT Tanzania. Dakika za jioni kabisa, sekunde zilikuwa zinahesabiwa, wakashindwa kulinda lango lao Mbeya City. Wakaambiwa tahadhari, unakokuja huku njoo taratibu, unakokuja huku kwa moto watu ni makatili. Na wameonyesha ukatili JKT Tanzania. Pasco alipiga shuti, Majid Mtate akajaribu kumtafuta Bertrand, akaokoa ndivyo sivyo katika eneo la hatari. Angalia namna ambavyo walikuwa wanalishambulia goli. Charles Jile Masaba, mlinzi wa kulia, alipanda na kuingia ndani ya boksi kuandika bao la kusawazisha. Bao hawaamini benchi la Mbeya City. Nelson Idi Bahati Kasongi. Penga cha mwamuzi kimesikika kuashiria kutamatika kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Said, nilikwambia huyu ni fundi wa penati. Aliweka mpira akiuburuza vyema katika nyasi taratibu. Penati ya maamuzi, na anayekwenda kupiga penati ile ya maamuzi ni Pius Daniel Mwampamba. Bahati haiji mara mbili. Mbeya City akipata ushindi na kijihakikishia nafasi ya tatu mara baada ya mikwaju ya penalti 4-2. Ngoma imemalizika 2-2 na Mbeya City. Ushindi wa mikwaju ya penalti 4-2 umewapa wao kushika nafasi ya tatu ya hatua ya 8 bora katika michuano ya ligi ya vijana msimu wa mwaka 2025 2026.